Karibu kwa mara nyingine tena ndani ya Technologist TV. Hii ni dunia ya mwana teknolojia. Fikiria uko kwenye mtihani, mahojiano au umepewa kazi muhimu sana. Ghafla unaambiwa, tafadhali fungua dokumenti hii kisha usome mstari wa 500. Je, ungeufikiaje huo mstari kwa haraka kama dokumenti yako haina namba za mistari? Ndiyo maana Microsoft Word ina kipengele kinachoitwa line numbers. Kwenye video hii tutajifunza line numbers ni nini, zinatumika wapi na jinsi ya kuzitumia kama mtaalam. Line numbers ni namba zinazowekwa pembeni mwa kila mstari wa maandishi ndani ya document. Kazi yake ni kurahisisha kutambua mstari wowote bila kuhesabu mistari mmoja baada ya mwingine. Ndiyo maana hutumika sana kwenye legal document, research paper, scripts, report, thesis na dissertation. Sasa hebu tuende tukaingize line numbers. Kuingiza line numbers, fungua document yako. Kisha nenda kwenye sehemu ya layout, click hapo. Kisha click kwenye sehemu ya line numbers. Kisha hapa utakutana na sehemu tofauti. Kuna continuous, kuna restart each page, restart each section, space for current paragraph. Hebu tuende tukakielezee kimoja baada ya chingine. Tuanze na continuous. Hii huweka namba kuanzia mwanzo wa document hadi mwisho. Hata ukibadilisha page, numbering itaendelea. Yaani, kwa mfano, nayo document yangu hii, nikienda kwenye layout, nika click line numbers, nika click continuous, document yangu itaanza kujihesabu mstari wa kwanza hadi mwisho wa document. Yaani, hata kama nitaingia kwenye document ya pili, yani kwenye page ya pili, bado namba zitaendelea kujihesabu. Hiyo ndiyo continuous ilivyo. Haya, restart each page. Restart each page ni chaguo linalofanya line number zianze upya kwenye kila ukurasa. Yaani ni hivi, kama ninayo dokumenti yangu hii, nikaenda kwenye layout, nika click line number, nikaja restart each page, nikiklik hapo, sasa basi nitakuwa kuna namba kwenye peji ya kwanza mpaka zinaisha. Ile peji ya kwanza itajihesabu hivyo, lakini kiingia tu kwenye peji ya pili itaanza kujihesabu moja tena upya. Ni hivyo hivyo na kuendelea. Restart each section. Kama dokumenti yako imegawanywa kwa kutumia sections, unaweza kuanza numbering upya kwenye kila section. Kwa mfano, dokumenti yetu ni hapa, ninayo hapa. Kwanza hebu tuingize numbering. Kwa na click kwenye restart each section. Nimeingiza numbering zangu kwenye kila line, lakini nahitaji kwenye mstari wa huu wa 10 uwe kwenye section nyingine. Kwa na click break na kuja kwenye continuous, nahitaji ile continuous break. Kwa unaona hapo kwenye page mstari wa 10 imeanza tena kujihesabu moja, maana yake hiyo ni section nyingine. Na hivyo tu ndio inavyokuwa kwenye sehemu hiyo. Nadhani tunaelewana vyema kabisa. Unaweza pia kuondoa line numbers kwenye paragraph moja pekee bila kuathiri mistari mengine. Yaani, kama labda hauhitaji paragraph moja iwe na mstari, iwe na nambari. Kwa mfano, paragraph hii hapa, kama sihitaji ianze na nambari hii, na click kwenye hiyo paragraph yangu, naweka kasa yangu sehemu hiyo, kisha naenda moja kwa moja kwenye line number na click suppress for current paragraph. Nikiklik tu hapo, ile page au ule mstari wa kwanza utarukwa na utaanza kuhesabu moja kwenda chini. Nadhani hapo tutakuwa tumeelewana vyema kabisa. Bwana, sina mengi ya kuzungumza kwa siku ya leo. Hebu fikiria, labda unatafuta nyumba. Kama nyumba zote hazina namba, basi itakuwa vigumu kuipata nyumba hiyo. Lakini sasa nyumba zikipewa namba, basi itakuwa rahisi kuipata nyumba hiyo unayoitafuta.
Ndivyo line numbers zinavyorahisisha kutambua sehemu unayoizungumza kwenye document yako. Kama unatengeneza report, legal document au research, basi line number zitakusaidia sana wakati wa kufanya marekebisho au kushirikiana na watu wengine. Watu watakueleza tu mstari fulani, fanya marekebisho. Bwana, nimemaliza hii kitu. Tukutane kwenye video ijayo, ambapo huko tutaelezea kuhusu hyphenation. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment pamoja na kushare video zetu. Hii ni Technologist TV. Karibu tena. Bye bye.